Usiku wa jangwa ulikuwa kimya. Nyota juu ya kituo cha nyuklia cha Natanz nchini Iran ziking'aa kama walinzi wasio na sauti. Lakini ilipofika saa 6 usiku wa manane, Ijumaa tarehe 13 Juni mwaka 2025, anga lililipuka. Ndege za kivita za Israel zilizojificha gizani zilipasua anga, injini zao zikitoa mungurumo hafifu kabla ya kuachia mvua ya makombora yenye usahihi wa hali ya juu. Mashambulizi ya anga yaliipiga ngome kuu ya urutubishaji wa uranium ya Jamhuri ya Kiislamu, kituo kikubwa kilichojengwa katika jangwa la Iran. Kufikia alfajiri, jeshi la ulinzi la Israel, IDF, lilitangaza shambulizi hilo kuwa la athari kubwa, likiita ni pigo la upasuaji lililozikumba ndoto za nyuklia za Tehran. Dunia iliamka na kushuhudia sura mpya ya hadithi ya mashaka, nguvu na hatari. Natanz, kituo kikubwa zaidi cha kurutubisha uranium cha Iran, kilikuwa ngome ya ndoto na tamaa. Kwa miaka mingi, IDF imekitaja kama kiwanda cha utengenezaji wa silaha za nyuklia, vyumba vyake vya chini ya ardhi vikijaa mitambo inayozunguka kwa kishindo, ikiendelea na kazi ya kujihami. Lengo la jeshi la anga la Israel halikuwa majengo juu ya ardhi pekee, bali mtandao wa chini ya ardhi, ukumbi wa kurutubisha ulio na ghorofa nyingi, uliojaa centrifuge zinazozunguka, vyumba vya umeme na mishipa ya miundombinu ya nyuklia ya Iran. IDF imedai kuwa mashambulizi hayo yaliharibu kabisa sehemu hiyo ya siri, na hivyo kuvuruga uwezo wa kituo hicho kuzalisha uranium kwa kiwango na usafi unaohitajika kutengeneza bomu. Juu ardhini, kiwanda cha majaribio ya kurutubisha ambacho Iran ilikuwa imefikia urutubishaji wa hadi 60% karibu na kiwango cha silaha kilikuwa kimeharibiwa, mabaki yake yakitoa moshi wa moto chini ya mwangazo wa kwanza wa alfajiri. Picha zenye ukungu zilizosambazwa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha nguvu ya shambulizi hilo. Milipuko ililipuka kama maua ya moto na moshi nzito ukapaa juu angani. Televisheni ya taifa ya Iran ilirusha matangazo ya vurugu hizo, ikiyataja kama kitendo cha uchokozi, huku dunia ikitazama kwa mshangao na taharuki. Taswira hizo zilikuwa ukumbusho wa sura mbili za Natanz, ishara ya fahari ya kitaifa kwa Iran na kivuli cha tishio la uhai wa Israel. Mamlaka za nishati ya atomiki za Iran, zikiwa bado zinapambana na athari za shambulio hilo, zilitangaza tamko la tahadhari. Sehemu kadhaa za kituo zimeharibika, walikiri, lakini wakasisitiza kuwa hakukuwa na ongezeko la mionzi wala uchafuzi wa kemikali angani. Natanz si tu kiwanda, ni tamko la kisiasa, ushahidi wa msimamo wa Iran wa kutokubali kunyenyekea mbele ya vikwazo na uchunguzi wa kimataifa. Shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA lilianza kuhangaika kukagua athari za tukio hilo. Mkurugenzi mkuu Rafael Grossi, mwanadiplomasia aliyebeba mzigo wa dunia mabegani, alithibitisha kuwa kituo pekee cha nguvu za nyuklia cha Bushehr, kilicho mbali kusini mwa Iran, hakikuguswa. Vivyo hivyo kituo cha Fordo, kilichochimbwa ndani ya mlima, na kituo cha Isfahan vilibaki salama. Fordo, kwa mujibu wa wataalamu wa kijeshi, kilikuwa ngome ngumu zaidi kuvunjwa, kinga zake za asili zikilinda dhidi ya mashambulizi. Natanz kwa upande mwingine kilibaki dhaifu. Kumbi zake za chini ya ardhi hazikuweza kustahimili makombora sahihi ya Israel.
Grossi akihutubia bodi ya magavana ya IAEA alizungumza kwa sauti ya tahadhari iliyochanganyika na maombi. Naziomba pande zote kutumia uvumilivu wa hali ya juu, alisema. Hatua yoyote ya kijeshi inayohatarisha usalama wa vituo vya nyuklia inaleta madhara makubwa kwa Iran, ukanda mzima na dunia kwa ujumla. Alijitolea kusafiri kwenda Tehran mara moja, akiwa tayari kukagua Natanz na kuhakikisha kuwa nyenzo za nyuklia zinasalia salama. Kauli zake zilikuwa kama mwanga wa matumaini, ishara ndogo kwamba mazungumzo bado yanaweza kushinda kelele za vita. Jerusalem, hali ilikuwa ya taharuki kali. Serikali ya Israel ilielezea operesheni hiyo kama shambulizi la usahihi, la kinga mapema, hatua ya lazima kuzima tishio lililokuwa karibu kutoka kwa mpango wa nyuklia wa Iran. Tathmini ya IDF ilikuwa wazi. Kwa miaka mingi, Natanz ilikuwa ikiandaa maendeleo ya silaha za nyuklia. Miundombinu yake ilikuwa tayari kufikia kiwango cha kijeshi cha kurutubisha uranium, ilisema. Kwa mujibu wa jeshi la Israel, mashambulizi hayo yalidhoofisha uwezo wa Tehran kuvuka mstari wa hatari ya kumiliki silaha za nyuklia. Lakini ushindi huo ulikuja na gharama kubwa. Israel imetangaza hali ya tahadhari ya kitaifa, raia wake wakijiandaa kwa uwezekano wa mashambulizi ya kulipiza kisasi kutoka Iran. Maafisa wakuu, nyuso zao zikionyesha msimamo usiotetereka, walionya juu ya uwezekano wa mzozo wa muda mrefu. Walijua vizuri uwezo wa Tehran kusababisha maumivu kupitia makombora, mawakala wake wa kijeshi au machafuko ya kisiasa. Athari za shambulizi hilo zilivuka mipaka ya Mashariki ya Kati. Picha za satellite kutoka Planet Labs zilizosambazwa kwa wachambuzi na watunga sera zilionyesha hali halisi ya Natanz, kituo kilichoharibiwa vibaya lakini bado hakijavunjwa kabisa. Kurutubisha kwa Iran katika Natanz ulikuwa mchezo wa hatari wa kiwango cha juu, ikizalisha kiasi kidogo cha uranium karibu na kiwango cha silaha ikilinganishwa na Fordo. Hata hivyo, ukubwa na wazi wa Natanz uliufanya kuwa lengo kuu, fursa kwa Israel kutuma ujumbe wazi: hakuna juhudi ya kuvunja makubaliano ya nyuklia itakayopuuzwa. Sauti ya Grossi iliendelea kuvuma katikati ya mvutano huo, kama taa ndogo ya busara ndani ya dhoruba ya misimamo mikali. Njia pekee endelevu mbele kwa Iran, Israel, ukanda mzima na jumuiya ya kimataifa ni ile inayojikita katika mazungumzo na diplomasia, alisema. Maneno yake yalikuwa ukumbusho wa uzito wa hatari zilizopo. Iran yenye silaha za nyuklia ingeweza kuchora upya ramani ya nguvu za kisiasa Mashariki ya Kati, ikisababisha mbio mpya za silaha au zaidi. Lakini mashambulizi ya kijeshi, hata yenye usahihi mkubwa, yalihatarisha kuchochea vita vikubwa zaidi, vita ambavyo hakuna anayeweza kutabiri mwisho wake. Ndani ya Iran, utawala ulikabiliwa na sintofahamu. Kulipiza kisasi lilikuwa ni swala la heshima, lakini kosa dogo lingeweza kuamsha maangamizi zaidi. Mashambulizi dhidi ya Natanz yalikuwa fedheha ya wazi, changamoto kwa mamlaka ya Jamhuri ya Kiislamu. Hata hivyo, majibu ya Tehran yalilazimika kupimwa kwa uangalifu, yakizingatia shinikizo la ndani na uhalisia wa nguvu ya kijeshi ya Israel. Ukanda huu tayari ukiwa kwenye moto wa kisiasa, sasa unasogea hatarini zaidi kuelekea mlipuko mkubwa wa vita. Kadri jua lilivyotua tarehe 13 Juni, dunia ilitazama kwa pumzi iliyoshikiliwa. Natanz, jina ambalo zamani lilikuwa kimya kwenye ramani, sasa limegeuka kwa kitovu cha moto, alama ya mpaka mwembamba kati ya ndoto na maangamizi. Kamari ya Israel ilikuwa imepiga pigo, lakini mchezo bado haujaisha. Hatua ya Iran inayofuata na mwitikio wa dunia vitaunda mustakabali wa ukanda huu ambao kwa muda mrefu umegubikwa na mashaka. Katika kimya cha Vienna, Grossi alijiandaa kwa safari yake, akijua hatari zilizopo. Huko Jerusalem, familia zilijikusanya pamoja, zikisubiri milio ya ving'ora.
Ndani ya Tehran, viongozi walikusanyika, dhamira zao zikizidi kuimarika kwa moshi unaofuka kutoka Natanz. Na kote duniani, swali moja lilining'inia hewani: je, moto huu wa alfajiri unaweza kudhibitiwa au utatumeza sote? Attention! Your potential customers are watching this video. Don't miss out on the opportunity to reach them. Advertise your business alongside their favorite content and convert them into loyal customers. Contact us now at info@snstz.com or WhatsApp 0659250389 to amplify your brand to the SNS family.